Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani. Habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa mioyo ya watu wote. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sheikh Hassan Kabi, ambaye ni kiongozi wa vijana wa Kiislamu katika jiji na tarafa la Uvira. Naam, Sheikh Hassan Kabi, tuambie, leo tumeshuhudia kuwa ulihudhuria katika kikao cha evaluation ya vijana wa Kalimabengi kuhusiana na mradi wao wa kuweza kufanya rekolte ya mashez kwa jamii ya Uislamu. Kikao hiki wewe kwako, participation yako hapo, ulijisikia vipi? Kwa kweli kuwepo kwetu hapa ilikuwa ni alama kubwa na alama ya mshikamano, alama ya upendo na alama ya uwiano. Kwa kweli mradi ule kwanza sisi tuliupongeza na kuona umuhimu wake, na tukaleta fikra zetu katika hali ya kutaka ule mradi uendelee na ufike kwenye tija inshallah. Na labda wewe, kwa sababu malengo kubwa sana ya CG ni kuhakikisha vijana wote wa mji na tarafa la Uvira linaweza kuwa kwa pamoja, labda wito kwa vijana wengine ambao hawajataka kukupatia mwaliko ili mradi uweze kufikia na kuweza kushare pamoja nao hiki kitu ambacho umekuja kukileta kama kiwe muamala ya vijana wote wa Kiislamu. Malengo yetu makubwa ni kukusanya vijana wote wa Kiislamu wanaoishi katika jiji na tarafa la Uvira kuwa sehemu moja, kuwa kitu kimoja. Malengo sasa hili linatakiwa wakati, linatakiwa muda, inatakiwa pia fikra nyingi sana na juhudi pia inahitajika vile katika hali ya kuweza kutekeleza lile. Leo ilikuwa ni hapa, kesho itakuwa ni sehemu nyingine na wengine tumeshawapitia. Malengo makubwa ni kusensibilize vijana wote wa Kiislamu washtuke, watupe shuka, kumekucha, ni wakati rasmi ya kuweza kuungana na kufanya maendeleo kwa pamoja. Na kama kiongozi wa vijana wa Kiislamu jiji na tarafa la Uvira, unaweza kuwa na wito gani kuhusiana na mradi hii ya hawa vijana? Kama umekuita kweli ni kwa sababu uje ushuhudie kile kitu ambacho kinachofanyika hapa. Wito kwa vijana wa Kiislamu wenye kutizama ulimwenguni kote na wenye kutizama katika jiji na tarafa la Uvira. Kwa kweli wito wangu mkubwa ni kuwaita vijana wote wa Kiislamu waweze kuchukulia hili swala kama ni swala muhimu kwanza katika jamii, kwa sababu linaendeleza mujtama na vile vile linaondoa upungufu kwenda katika hali ya kuwa sehemu ya juu. Kwa hiyo na waita wote na Waislamu wote kwa ujumla wenye kuwa na moyo mwema waweze kuchangia katika hili, ili tutie Uislamu wetu, tuinue Uislamu wetu, tujenge umma wetu kwa pamoja inshallah. Na mnalicha ya sherehe hii ambayo aidha kikao hiki ambacho kimefanyika leo, unatoa wito gani kesho Allah kisaidia tuweze tukaanza mwezi mtukufu wa Dhulhijja, tarehe 1 mwezi mtukufu wa Dhulhijja? Wewe kama kiongozi wa vijana unatoa wito gani kwa vijana kwa sababu kuanzia saumu ya kesho? Kwa kweli Dhulhijja, mwezi mtakatifu katika miezi minne ya sunna aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni miezi ambayo kwamba tunatakiwa tufanye ibadati tofauti kwa wale wenye kuwa na uwezo. Kwa hiyo saumu ya siku 10 za Dhulhijja ni kwa wale ambao watakuwa wamejaliwa na Allah, na wafunge katika hali ya kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila hivyo inatakiwa pia sio funga tu, kunatakiwa tufanye pia matendo mazuri kama kusaidiza maskini, tuwatembelee wagonjwa, twende tuzuru makaburi, twende tufanye mausafi makaburini. Hayo yote ni mema ambayo kwamba tunatakiwa tuyafanye. Tuhakikishe tu katika miezi mitukufu tumefanya matendo mazuri anayopenda Allah Subhanahu wa Ta'ala.
na mwisho ni kwa wale ambao watakaojaliwa waweze kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakapokuwa tumemaliza siku hizi, wachinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wasiwasahau ndugu zao ambao kwamba hawajiwezi, kwa sababu hakuna kitendo anachokipenda Mwenyezi Mungu mno kama mwanadamu Muislamu kumwaga damu ya mnyama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tunakushukuru. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwa nani? Kila mwenye kutufuata Iqra hawezi kujua ni nani. Naam, kwa majina anaitwa Hamisi Muhammad, lakini maarufu sana watu wanazoea kuniita Kimichi. Bwana Hamisi Muhammad. Leo kwenye hafla ambayo tumeona imefanyika mle ndani, kikao ambacho kimefanyika hapo ndani kilikuwa kinakusudia nini na kenye malengo gani? Naam, kikao ambacho kimefanyika leo ni kikao ambacho tunazoea kufanya baada ya miezi fulani. Halafu tunaangalia yani kama kuna mradi ambao tunao, wakati tumeanza kufanya ule mradi ni lazima tuite watu baada ya mwezi au miezi fulani ili tuwaoneshe jinsi mradi unaendelea. Mradi unaendelea. Na wewe kwenye hii centre wewe ni kama nani? Naam, na mimi ni secrétaire wa jeunesse ya Centre Islamique ya Kalmabenge. Okay. Lengo na madhumuni ya kikao cha leo sasa, mambo ambayo mliyazungumzia kwa ufupi, ili mradi wenye kututizama waweze kuelewa tukio nzima limefanyika aje. Naam, lengo na makusudio ya kikao ya leo ilikuwa ni kufanya evaluation ya mradi ambao tunao kwa sasa. Mradi ambao tunao ya viti, kukongoa viti katika senta yetu ya Kalmabenge, kwa sababu tumeona hapo nyuma swala la viti lilikuwa ni swala ambalo lilikuwa linasumbua sana. Ilikuwa nafika hatua tunapata misiba, wakati tunaenda kule na kutanisha kuna hata viti vya kukaa, watu wanabaki wanasimama kuanzia hata saa 2 mpaka saa 6 ama saa 7 huko wima tu. Sasa ndipo tulikaa chini tukaona tumudi mradi na yani, kama nimekuelewa, viti hivi vimekongolewa ni kwa sababu ya kuweza kwenda kwenye misiba tu. Lengo na madhumuni ya kufanya hivyo kwa sababu kuna siku mlienda msibani mkakuta mmesimama na kitu ambacho hakikufurahisha. Ndio lengo kubwa la kuweza kuongoa viti hivyo kwa sababu ya kwenda kwenye misiba au? Naam. Lengo kubwa sio tu kwenye misiba. Ndiyo fikra ilitoka wakati tupokwenda kwenye misiba tukasimama. Lakini lengo kubwa ni evenement zote ambazo zitakuwa zinapatikana, ikikuwa inahitajika viti, hivi viti vitakuwa vinatumika. Na kwenye kikao hiki tumemshuhudia kiongozi wa vijana Waislamu katika jiji na tarafa la Uvira, Bwana Hassan Kabi. Ujio wake hapa kwenu nyinyi kama centre ya Kalmabenge mmenufaika na nini? Naam, sisi kama centre ya Kalmabenge, wasimamizi wa vijana, tumeamua kumwalika kwa sababu watu wamfahamu, ama vijana wamfahamu, kwa sababu sisi tulikuwa tunamfahamu lakini wengine walikuwa hawajamfahamu. Ndio maana tuliona kwa hiki kikao ambacho tumefanya leo ni lazima nawe hapo peut-être anesikuwa naye na maneno mawili machache naye ya kueleza wale watu. Na labda kuhusiana na mradi, kwa sasa umefikia hatua gani na kitu gani ambacho mnahitaji kifanyike kwa Waislamu wenye kututizama Iqra Global Media kwa ajili ya hii mradi ambao mnafanya kuweza kukusanyisha viti kwa sababu ya centre ya Islamiki ya Kalmabenge? Naam, nikushukuru kwanza Waislamu kwa sababu mpaka sasa hivi mradi umeanza baada ya Eid al-Fitr. Na kwa sasa tuko na pas d'avance kwa sababu Waislamu wameamua kujitolea, na kuna wale ambao hawajajitolea lakini bado tunawapa moyo, bado muda ukingali na siku zikingali na mradi haujaisha mpaka ufike kwenye malengo ambalo tuliokubaliana ifike, ndipo mradi utaisha. Kwa hiyo mradi bado unaendelea. Kwa ule Muislamu ambaye bado iko na ile kidogo ya kuja kutuona, haja tuone, na kama anaweza kuwa kutuona kwake inaweza kuwa nguvu, basi tutaacha namba
anaweza akawasiliana tu kwa urahisi zaidi katika ile namba. Na mradi wenyewe huyu project hii ilikuwa inalenga viti vingapi kwa gisi mlivyokuwa mnapangilia katika budget yenu? Naam, katika budget yetu tulikuwa tunalenga viti 1000. Viti 1000, na katika ile viti 1000 vingegawiwa katika misikiti midogo midogo, kwa sababu mfano msikiti wa Kalundu, Kilibula, Kurai, Songo na kujuka Bindula huko. Yaani tukieneza vile viti, tutaangalia ile baadhi ya viti tunaenda tunaacha, kwa sababu ukipatikana shida ama sherehe katika ile ngambo kule, yani wanakuwa tu wanashuka directement pale katika ile msikiti pale mdogo, tayari utakuwa kuko viti pale. Natoa wito wa mwisho au neno la mwisho kwa wenye kututizama. Naam, kwenye tutizama ni kuwashukuru kwanza. Tuna washukuru tena sana, na tungeomba kwa wale ambao walikuwa bado hawajafahamu kwanza kama tuko na mradi wa viti, wajaribu kutusaidia, kwa sababu ni mradi wetu sote, na ni mradi ambao utasaidia jamii nzima, na vile viti vikienea, sio kusema kwa sababu sisi ambao tumeanza mradi ni watu wa Kalmabenge eti utabakia katika hii center Kalmabenge. Hapana, hata sherehe patikane Mlongwe, Kasenga, Kamvimvira, kama kutakuwa kuna uwepo ama uhitaji wa viti, waje wafanye nini, wachukue viti, vitakuwa vinatumika tu. Naam, kwa uhitaji wa viti Center Kalmabenge na walika Waislamu wote kwa jina la tarafa la Uvira, kama kweli mradi wao utakuwa umefikia katika 85%, aidha katika 100% kwa kuweza kuleta viti hivyo. Ni hapa ndipo ambapo tunafika mwisho wa exclusive interview pamoja na mwandishi wa center hii ya Kalmabenge. Niti Abubakari Kashindi Kamwanya, Iqra Global Media. Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani, habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na amani.